yanakuwa ndio kale ka serikali kadogo ambako kawe na wizara kama zisizopungua 10, ndio kanasimama na wabunge labda 70 tu, ndio anakuwa anafuatilia mambo yote yanayohusiana mambo ya nje huko, mikataba sijui nini na mambo yote ya kimataifa, inadili na swala la muungano pale juu. Lakini pia huyu mzee alisuggest usajili wa vyama vya siasa, usajili wa vyama vya siasa ili kuzuia vyama vya kikanda. Ili kuzuia vyama vya kikanda, usajili na usimamizi wa vyama vya siasa uwe ni jambo la muungano. Na vitu ambavyo alipendekeza huyu mzee wetu, jua ni nini? Jambo la muungano. Pia kitu cha 7 alichosuggest yupo kwenye serikali ya muungano, ushuru wa bidhaa na mapato yasiyo ya kodi. Hapa ni kwa ajili ya kugharamia uendeshaji wa serikali mzee. Hiyo serikali ambayo itakuwa ni serikali ndogo sana ya muungano. Yaani ushuru wa bidhaa na mapato yasiyo ya kodi. Sio kama mnaelewana. Yaani pointi nini? Ni kwamba serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika, kutokana na zile kodi wanazokuwa wanakusanya kutokana na vitu vyao ambavyo havipo kwenye muungano, kuna kiasi kadogo ambazo wanakuwa wanachangia kwenye ile serikali ya muungano. Sasa kwa nini haya mambo mengine huyu mzee alisema yatolewe? Mambo kama elimu, afya, kilimo, viwanda, alisema hayo yasiwe mambo ya muungano kwenye rasimu, kwenye hiyo katiba. Huyu mzee alisema mambo ya elimu, mambo ya afya, kilimo, viwanda, hivi vitu vijitegemee na kila serikali yao. Yasiwepo kwenye muungano, yasiwepo kwenye muungano. Kwa mnakuja kuona ni jinsi gani huyu mzee alikuwa na akili sawa. Sasa faida hii ni nini? Kwa nini hivi vitu viliondolewa? Hii inatoa nafasi kwa serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar kutatua matatizo ya wananchi wao kulingana na mazingira yao bila kusubiri maelekezo ya muungano. Wazee, sijui kama mnaona hivi vitu. Unaona mambo hayo? Kwa hiyo ni lazima tuendelee kupigania kitu ambacho tunakiona. Ni lazima tuendelee kupigania kitu ambacho tunakiona na tunakifahamu. Hii itazidi kutusaidia sisi kujua kwa nini leo hii tunaendelea kuhamasishana kurudi barabarani. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo huyu mzee alisema vitolewe kama elimu, afya, faida yake ni kwamba inatoa nafasi kwa serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar kutatua matatizo ya wananchi wao wenyewe. Bila kuingilia na masuala ya muungano. Sasa leo hii serikali ya muungano inaenda kudili na mambo ya Zanzibar, mambo ya elimu, mambo ya afya, mambo ya viwanda vyao, inakuja huku Tanganyika inadili. Yaani upuuzi tu, wizi tu, ni vitu vya ujanja. Wanakuja kuona kwamba kama serikali ya Zanzibar ikisimama kivyao na sisi huku tukasimama kivyao, serikali ya muungano hapa hakuna inachokipata, kwa sababu wenyewe wamezoea ni kupandisha makodi kila siku, kila siku wanatudanganya sijui elimu bure, kumbe hamna kitu. Lakini hizi serikali zikiamua zikijisimamia zenyewe, kwa mfano serikali ya Zanzibar ikasimama yenyewe kama yenyewe kwenye masuala ya elimu, afya, masuala ya viwanda, masuala ya kilimo, ni lazima wananchi wake watanufaika. Sisi huku tukisimama wenyewe na serikali yetu ya Tanganyika, ni lazima tutasimama. Kuna serikali ya muungano yenyewe inasubiri yale mapato ambayo sisi tunakusanya huku chini, kuna asilimia ndogo ambazo tunakuwa tunapeleka kule kwenye serikali ya muungano ili waweze na wenyewe kujiendesha kidogo kidogo, kwa sababu ile serikali itakuwa ni ndogo sana. Sasa lazima hapa, ndugu zanguni, kila mmoja kwa nafsi yake ajiulize. Je, mnaonaje serikali ya muungano ibaki na mambo 7 tu, huku mambo ya afya mfano kama elimu, serikali ikisimamiwa na yani masuala ya elimu, viwanda yasimamiwa na serikali zao Tanganyika na Zanzibar? Hizi huduma zitawafikia kwa haraka sana wananchi. Yaani wananchi tutakuwa tunahudumiwa on time. Sasa ni lazima tuendelee kuelewa, ndugu zanguni. Nimejitahidi sana kuchanganua vile vitu muhimu ambavyo tunavihitaji, ambavyo yani vinadili na maisha yetu na mfumo wetu wa kila siku.
Sasa hapa hebu tuangalie tuangalie kutokana na huu mfumo wa serikali tatu, kutokana na hivi vitu ambavyo huyu mzee kapendekeza kwenye muungano, vibaki vitu 7, afa ya mambo ya afya na nini yabaki. Hebu tuangalie ni hebu tuchanganue tuone ni jinsi gani mapato yatakavyoweza kukusanywa na kugawanywa kwenye mfumo huu, kwa sababu hapa hawa wezi hawashindi kukuuliza swali, watakuuliza sasa hii nchi itaendeshwa vipi? Pesa ya kuendesha nchi itatoka wapi? Yaani hawezi kukosa maswali kama hayo. Ni maswali ya mtego sana, ambayo ili uweze kuyajibu ni lazima uwe umerelax. Na maswali hao wamekuwa wakiauliza sana kwa sababu ni wezi. Yaani wanalazimisha kuonesha kwamba serikali tatu ina gharama, kumbe ni uongo. Serikali tatu haina gharama. Serikali tatu itasababisha kila taifa, kila nchi, Zanzibar, Tanganyika, kila mmoja ajitegemee na kiasi cha pesa ambacho kitakuwa kinaingia ni kikubwa sana. Mambo yatakuwa ni uwazi. Mambo ya kupiga piga tunapewa tu tunapewa hesabu ambazo hazina kichwa wala miguu. Watu wanadanganya tu kwamba jamani kuna hivi, sisi tumefanya hivi na hivi. Kumbe hamna. Angalia kama ndugu zetu Masai kule Ngorongoro, sijui Serengeti. Upumbavu mtupu, sijui anaongea nini na nini, kwa sababu hakuna uwazi kutokana na serikali tu. Lakini tungekuwa na serikali ya Zanzibar, tuna serikali ya Tanganyika. Mfano kesi ile ya Wamasai pale inasimamia serikali ya Tanganyika tu. Serikali ya Tanganyika tu. Wala hamna mambo ya kuingiliana hapa. Sasa hawa jamaa wanaweza wakasema kwamba ikiwa kama wanavyosema itakuwa gharama ni kubwa, sijui nini na nini. Tena sasa wale ambao wanapinga, waliokuwa wanampinga Warioba serikali tatu, na hawa ni CCM. Hawa ni CCM, wanajua walichokuwa wanakipinga. Gharama zitakuwa kubwa, sijui nini na nini, na tutafilisi nchi. No, huyu mzee aliwajibu. Mzee yuko vizuri. Huyu mzee na tume yake walikuja na mchanganuo mzuri sana kwa upana, tena tunaweza kusema ni wa kisayansi. Aliuchanganua vizuri jinsi ambavyo pesa inaweza kukusanywa na kugawanya ili kila nchi ijiendeshe bila kufilisika. Sasa huyu mzee, hebu angalia jinsi alivyochanganua kwenye katiba. Kwanza, katika serikali kujitegemea, yani bara na visiwani, kila serikali inajitegemea bara na visiwani. Katika mfumo huu huyu mzee alielezea nini? Serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar zingekuwa na mamlaka kamili ya kukusanya kodi zote zisizo za muungano kwenye maeneo yao. Unaona mambo hayo? Mfano Tanganyika inakusanya kodi ya mapato, kodi ya makampuni, madini, utalii. Hapo tunazungumza Tanganyika sasa. Madini, makampuni, utalii wa bara na bandari za bara tu. Lakini vile vile Zanzibar, serikali ya Zanzibar inakusanya kodi zote kule visiwani, ikiwemo utalii wao na bandari zao. Unaona mambo hayo? Yani simple and clear, ukweli na uwazi. Hakuna wizi hapa wazee. Lakini kwa sababu hawa jamaa ni majizi, wamezoea kuibaiba tu. Yani wamezoea kuibaiba. Ndio maana vitu kama hivi hawezi kuvihitaji. Sasa lengo lilikuwa ni nini? Lengo ni kwamba kila upande uwajibike kukuza uchumi wake ili uhudumie wananchi wake. Ndugu zangu, kwenye swala la elimu, swala la afya, swala la barabara, inadili kila serikali inadili na vitu vyao. Kwa wanakuja kuona kwamba sasa sisi watu wa serikali ya muungano hapa juu tutakuwa tunafanya nini? Mbona kama hela zote zinatupita? Yaani wenyewe wanawaza wizi tu. Sasa ndugu zanguni, hiki tunachokifanya leo, kila mmoja kwa nafsi yake aendelee kukitafakari. Ndio maana unaona tuna sababu ya tuna kila aina ya sababu kuhamasishana kesho mpaka kesho kutwa turudi barabarani. Lakini pia mzee akushindwa kupendekeza kwamba lazima kutakuwa kuna mfuko wa pamoja wa muungano. Wazungu wanakuambia nini ile, sijui wanaita nini, sijui joint finance fund. Kwa wale wazungu, joint finance fund. Sasa huyu mzee alijua, na hapa kwenye serikali ya muungano ndo kuna siri kubwa sana. Niwaambieni, hapa ndo hawa jamaa wanapopiga hela. Na hapa sasa, kama tukiwa na mfumo wa serikali tatu, hapa ndipo penye siri ya mafanikio. Hapa ndo kuna siri ya mafanikio. Asante sana from Machozi kwa Rose, respect sana.
Sasa hapa kwenye mfuko wa pamoja wa muungano, hapa ndo kuna siri ndugu zangu, ni wamekalia hawa wauaji hao, na hapa ndo kuna mafanikio yenyewe. Badala ya serikali ya muungano kuwa na mkono mrefu, yani hawa jamaa wananyosha mkono Zanzibar, wananyosha mkono Tanganyika, yani pote wanakusanya wenyewe, wanakusanya wenyewe. Huyu mzee alipendekeza vipi? Kwanza, gharama za muungano zinakadiriwa kulingana na yale mambo 7 tu, yale mambo 7 tu ambayo tushayaongea nyuma. Mambo 7 tu. Sasa unakuja kuona hawa jamaa wanadili kwenye ulinzi tu, masuala ya passport tu, na passport moja. Wanaona kabisa hapa mbona kama hatupigi hela wanawaza wizi tu lakini vile vile huyu mzee akasuggest kwamba katika huu mfuko kuwepo kuna uchangiaji, yani kila serikali, mfano Tanganyika na Zanzibar inachangia asilimia fulani, nimeiongea hii mwanzo huko, yani inachangia asilimia fulani ya mapato yake kwenye mfuko wa muungano ili kugharamia jeshi, ubalozi na benki kuu. Unaona hayo mambo? Hawa jamaa wanakuja kuona kabisa tukiwa na serikali 3 pesa itakuwa inatupita tu, yani wananchi watanufaika, kila mwananchi atanufaika na serikali yake, lakini hawa jamaa ni kitu ambacho hawakitaki. Sasa nini uwiano wa hiki? Ni kwamba ule mchango ungetokana na ukubwa wa uchumi wa kila upande ule. Sasa mchango ambao tunachangia pale kwenye serikali ya muungano. Sasa hii inaondoa yale malalamiko ya upande mmoja kuhisi unanyonywa au unazibeza gharama za mwenzake peke yake. Kwa mfano leo hii Watanganyika tunalalamika kwamba jamani, mbona sisi serikali ya Tanganyika tuioni, lakini serikali ya Zanzibar ipo, sijui nini na nini. Hawa jamaa hawatakiwi kwa vyovyote vile. Yani walitengeneza vitu ambavyo vilikuwa ni kwa ajili ya manufaa yao wenyewe. Ndugu zangu, ni msichoke, tunamalizia leo, tunapiga kipengele cha serikali 3 tu. Ndio maana tunamalizia vitu vyote vya msingi ambavyo watu nimeona wavifahamu, faida na hasara, faida za kuwa na serikali 3 na hasara ambayo tunaendelea nao mpaka leo ya serikali 2, na migogoro tulionao kila siku ya kuhusu muungano. Hii katiba imejitahidi kuweka usawa. Haijalishi baada ya kupata ukombozi wa taifa letu kama tutakataa, jamani, sisi hatutaki muungano, wala sisi hatutaki mambo ya serikali ya muungano. Sisi tunataka kila mtu ajitegemee. Hayo ni mengine, ni mawazo ya wananchi pia. Lakini huyu mzee alijitahidi kuweka bila kuvunja muungano. Ndio maana akaweka haya mawazo, tuwe na serikali 3. Ili nini? Kila mwananchi anufaike na nchi yake. Kila mwananchi anufaike na maliasili zake. Yaani kuna muda unakuja unakaa unafikiria, hivi hao wazee walifikiria nini huu muungano jinsi walivyoweka? Yaani ni muungano haueleweki. Yaani haueleweki. Paka unajiuliza ndani, yaani walijifikiria nini kufanya? Mbona yaani ni muungano ambao umekaa ovyo tu. Sio kama mnanisikia vizuri ndugu zangu. Sasa pia huyu mzee aliweza kuchanganua kwamba kutokana na kuwa na serikali 3 tutabana matumizi. Mzee Warioba alisisitiza kuwa serikali ya muungano lazima iwe ndogo na imara. Kwanza kabisa ni kwamba wizara zisizidi 10. Sasa hivi tuna mawizara mengi, kila siku wanaongoza ili tu wapige hela. Tuna mawizara kibao, mara sijui katibu naibu waziri mkuu, sijui naibu waziri mkuu, sijui waziri mkuu, sijui katibu, yani vitu vingi. Yani wameongeza mawizara mpaka kero ndugu zangu. Wizara mama anaupiga mwingi, wizara sijui goli la mama, yani kuna wizara mpaka basi. Lakini huyu mzee kwenye serikali 3 tutakuwa tuna wizara zisizozidi 10 tu. Lakini pia alisema kwamba katika serikali ya muungano kuwepo na wabunge wachache, karibu wabunge 70 tu.
Lakini wabunge tulionao sasa hivi, ndugu zangu, tuna wabunge zaidi ya 390, zaidi ya 390 kudadeki. Hao watu wanaingiza mapesa tu, na wengine wanajua sijui mbunge akikaa kwa dakika 30 sijui anapewa milioni 200. Mimi hata sielewagi na sitaki hata kuelewa, kwa sababu ni wizi tu. Sasa nini faida ya hii? Hii ingeokoa mabilioni ya fedha ambayo sasa yanatumika kulipa posho na mishahara ya viongozi wengi. Yaani badala hiyo pesa ziende kwenye serikali za washirika, pesa ambazo zinakusanywa sasa hivi, tofauti tungekuwa na wabunge wachache, pesa nyingi zingekuwa zinaingia kwenye washirika na nchi yao, mfano Tanganyika, Zanzibar, kwa ajili ya maendeleo ya wananchi tu. Sasa mnakuja kuona wa jamaa ni wezi, yani ni wezi, na hawana mapenzi ya dhati na taifa letu. Hawana mapenzi ya dhati na taifa letu. Sasa labda hapa niwaelezee kitu kimoja, ili kwa uelewa zaidi, yani tueleweshane zaidi, sasa watu waelewe. Na karibia kumaliza ndugu zanguni, msichoke. Labda niwaelezee kwa uelewa sasa. Kwa mfano, wewe fikiria kwamba mnaishi kwenye nyumba moja ndio tuseme kama Tanzania. Sasa zamani baba hii natolea mfano kama baba zamani alikuwa anachukua pesa zote. Yaani sisi tunaishi kwenye nyumba moja, watoto wawili tunaishi kwenye nyumba moja ambayo ni Tanzania. Sasa zamani baba alikuwa anachukua pesa. Baba alikuwa anachukua pesa, yani pesa zote, na kuamua nani, labda kusema let's say tuseme hapo tunamwona Damwana na Binta. Sasa mimi ndo baba yenu hapa. Mimi ndo Tanzania. Binta na Damwana hapo ni Tanganyika na Zanzibar. Sasa mimi ndo naamua kwamba nani ale nini, yani huyu leo ale nini au huyu leo achukue nini. Sasa watoto wanakuwa wanalalamika, yani hapa Damwana na Binta wanakuwa wanalalamika, ndo Tanganyika na Zanzibar wanalalamika, yani wanamlalamikia Utanzania huyu ambaye ndo muungano. Wanalalamika sasa, kwa nini tunaishi kwenye, yani kwa nini unakuwa unatupangia yani. Sasa Warioba alisema nini? Anasema kwamba kila mmoja atafute pesa yake. Sijui kama mnaelewa. Yaani katiba tulionao sasa hivi ni mfano, nimewapa mfano tu hai. Ni kwamba kwa mfano tuseme, yani sisi tunaishi kwenye nyumba moja.